Katika hali isiyokuwa ya kawaida, Marekani imekataa msamaha wa Jenerali Muhoozi wa pale nchini Uganda. Katika hili mtazamaji wa Zaki Digital, nakupa tukio hili ambalo limejitokeza pale nchini Uganda. Hii ni mara baada ya mengi ambayo yameendelea mara baada ya uchaguzi wa mwaka huu 2026. Endelea kusubscribe, kulike na kushare, bila kusahau kucomment kila aina ya tukio la kimataifa ambalo unalipata hapa kupitia Zaki Digital. Baada ya uchaguzi pale nchini Uganda wa Januari 2026, Jenerali Muhoozi ambaye ni mkuu wa majeshi ya ulinzi ya wananchi wa Uganda na mwana wa Rais Yoweri Museveni aliandika mfululizo wa ujumbe kwenye mtandao wa X akiutuhumu balozi wa Marekani kwamba ulimsaidia kiongozi wa upinzani Bobi Wine kuepuka utegemezi wa operesheni ya kijeshi ya serikali. Taarifa hizo zimesababisha mzozo wa kidiplomasia kati ya Marekani pamoja na nchi ya Uganda. Muhoozi baadaye alifuta ule ujumbe, akatoa msamaha na kusema kwamba alijua habari si sahihi na kujaribu kurekebisha uhusiano na Marekani. Hata hivyo, viongozi wa Marekani, hasa Senator Jim Risch ambaye huyu ni mwenyekiti wa kamati ya uhusiano ya kigeni ya Senate ya pale Marekani, alisema kwamba msamaha huo haukuwa wa kutosha wala haukukidhi matarajio ya kidiplomasia. Sasa seneta huyo na viongozi wengine wa Marekani wanasema kwamba jumbe za Muhoozi hizi zinaonyesha kwamba kuna mwelekeo tata na hata kuibua wasiwasi juu ya tabia ya kijeshi na ushawishi wa kisiasa wa Muhoozi nchini Uganda. Akabainisha kwamba kuondoa tu ule ujumbe na msamaha haukushughulikia masuala makubwa ya heshima, uwajibikaji na hata uhusiano wa kidiplomasia, hasa wakati Marekani ina maslahi ya usalama, amani katika eneo la Afrika Mashariki. Katika kukataa msamaha huo, Marekani imeashiria kwamba inaweza kutathmini upya ushirikiano wa kijeshi na hata usalama na Uganda, ikiwa ni pamoja na hata kuweka vikwazo zaidi na hatua nyingine dhidi ya baadhi ya viongozi wa nchini Uganda wanaohusishwa na ukiukwaji wa haki za binadamu na kuvurugika kwa uchaguzi. Kiufupi, Marekani haikutambua msamaha wa Jenerali Muhoozi kwa sababu iliona kwamba haikutosheleza wala haikukatisha hatua za kuzuia tabia ambayo iliyopingana na maslahi ya kidiplomasia ya Marekani, na ilikuwa na wasiwasi juu ya athari za jumbe na hata vitendo vya Muhoozi kwa uhusiano wa nchi hizo mbili.